Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo vendredi le 19 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mingi. Mchana wa leo hatukupata namna ya kuwapa habari kutokana na ka probleme kidogo tutawapa zote kabisa za mchana na za jioni zimekuja kwa limoja, ndiyo maana mnapaswa kuzifuata kwa makini mjue kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka ndani ya teritwari ya Fizi ambapo ndege za kivita za FARDC zinaendelea kuwapiga vikali wasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho pamoja na Reti Tabara mu maeneo ya Minembwe. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya mji wa Uvira ambapo wanajeshi waasi wa M23 wanaendelea kuonekana hapo wakiwa mteni ya wa askari polisi ndani ya mji wa Uvira kabisa. Tutawapeleka hapo tuwaambie hali ni vipi. Pande mwingine tutawapeleka Makobola. Waasi wa M23 walipigwa sana mpaka kuzuia kufika Makobola ya pili upande wa Fizi, na wanajeshi wengi wao walipoteza maisha yao wakati wa mapigano ya siku ya leo. Tumewaletea habari mingi tena tofauti. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Endelea kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na uendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa kwenye titre utapata linki yetu, ujiunge hapo, utakuwa unapata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia na habari zetu, tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi ambapo mapigano makali yaliripotiwa ndani ya maeneo ya Makobola pamoja na maeneo ya Minembwe. Kabla ya kuwapeleka Minembwe, tuanzie Makobola ambapo waasi wa M23 walipigwa na wanajeshi wao wengi kupoteza maisha yao. Baada ya waasi wa M23 kujiondoa mjini Uvira, wengi wao walielekea maeneo ya Fizi na wengine Mho Plateau d'Uvira. Wakati walifika huko, kama kawaida walitaka kuavance wakipigana na wazalendo pamoja na FARDC maeneo ya Makobola ambapo wana kontrole Makobola ya kwanza. Walitaka kusonga mbele wakamate Makobola ya pili ambayo ndiyo premiere village ukiingia mteritoire ya Fizi ukitoka mteritoire ya Uvira. Walichokutana nacho ni cha Mtemakoni. Siku ya leo tuliwaambia kwamba walikuwa wakipigana hapo, tumewaletea matokeo. Wakati mapigano yalikuwa yakiendelea hapo, jeshi la Kongo lilisaidia wazalendo na wengine wanajeshi wa FARDC pale Kufro likitumikisha artillerie pamoja na avion de chasse pale Makobola. Wakati walikuwa wakipigana hapo Makobola, ndege ya kivita iliwashtukiza bila wao kujua, paske walikuwa wanadhani kwamba pale ni FARDC na wazalendo. Ndege ziko napiga maeneo ya Minembwe, ziliwashtukiza hapo wanajeshi 33, yani 33 soldats militaires de la M23 walipoteza maisha yao papo hapo, na wanajeshi wa wazalendo wakafanikiwa kurekipere vilima vyote vya maeneo ya Luanga. Munapotoka maeneo ya Makobola ya pili ukielekea Makobola ya kwanza, deja utaingia ndani ya vilima hivyo vya Luanga. Ukitoka Mho Plateau d'Uvira ukielekea Fizi, ni hivyo vilima ambavyo unakutanaka navyo kabla ya kufika Makobola ya kwanza na maeneo ya Makobola ya pili. Pale njo kwenye walipigwa sana tena sana. Wanajeshi 33 ni wengi sana tena sana. Hao wote walipoteza maisha yao, na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo FARDC wakakamata mapozisio hayo, yani vilima hivyo, na kuwasogeza nyuma wasi wa M23 na kusonga mbele kabisa kwao
ni wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wameuacha mji wa Uvira na kujideployer huko, wakidanganya kwamba kabisa wameuacha mji wa Uvira wakitumikisha akili, paske ni akili kujiondoa mjini Uvira. Wana ukipema position tofauti zinazokuwa karibu na mji wa Uvira wakiuzunguka, hiyo ni akili. Walipigwa vibaya, tena vibaya. Si hapo tu ambapo walipigwa, maana ndani ya Minembwe nako walipigwa vikali, wakati ndege za kivita zilikuwa zikishambulia maeneo ya Mikenge pamoja na Ruisankuku. Ndege drone 2 zilifika Minembwe. Wakati zilifika Minembwe, Twirwaneho M23 AFC walipigwa vikali paske walibombardi position 3, defense 3. Defense, kama kuna watu ambao wajui defense au maposition au mangome, ni ile kujenga kwenye watakaa. Wakisha kamata eneo, mnajua kwamba wanajengaka kwenye watakaa, kama ni wanajeshi zaidi ya 300 au 400 wanakaa mu eneo moja, mu defense moja, wengine mu ya pili, wengine mu ya tatu. Hizo zote zilikuwa bombarde na ndege hizo na zikawaka moto. Nanyi pale munasikia ni vipi walipigwa tena sana. Hapo hatujapata bila efektife ya wale ambao walipoteza maisha yao, yani wanajeshi ambao walipoteza maisha yao. Hapo hatujapata nombre yao. Mimi mjue ya kwamba nako walipigwa sana siku ya leo. Ndege za kivita ziliwashtukiza sana na kuwashambulia maeneo yao, maeneo ya Makobola na Minembwe walipigwa sana tena sana. FARDC iliweza kabisa kulenga maraba maeneo yao, hapana ile kubombarde maeneo ambayo kuna population au kupiga mavilima ambavyo hakuna maposition. No, walibombarde maposition, yani madefense. Walipigwa sana wasi wa AFC M23. Vyanzo vyetu kutoka Minembwe vinasema kwamba wasi wa AFC M23 wakati walipigwa mwizo position zao 3 walikimbilia maeneo ya wakaaji, mu vijiji vya wakaaji, na mpaka kwa sasa hawajaonekana paski walikimbia maeneo hayo ambayo walikuwa wakishambuliwa wakiwa ndani, yani mzile defense zao. Habari zetu zinaendelea. Hapo ni Makobola na maeneo ya Minembwe kwenye walipigwa sana. Habari ambazo tumewaletea ni mingi, tena ni mingi sana. Ndani ya maeneo ya Kamanyola leo kulikuwa kumeandaliwa maandamano ndani ya mji wa Kamanyola. Maandamano yaliyokuwa yakiandaliwa hapo ni maandamano ambayo yaliandaliwa na wasi wa AFC M23. Siku ya jana kuna maandamano ambayo wasi wa AFC M23 walikuwa wakiandaa hapo, havikuitika. Wakawaambia kwamba population inapaswa kujiandaa kwa maandamano siku ya leo. Maandamano ambayo walikuwa wakiandaa ni kwa ajili ya kufanya population kuandamana wakiwaunga mkono kama ilivyokuwa mjini Uvira, wakisema kwamba wanawapenda wasi wa AFC M23 wasiondoke hapo. Presio ya Etats-Unis d'Amerique inaomba kuondoka mu maeneo mengi nchini Kongo. Ndio maana wako natumikisha population kama kuonesha Marekani ya kwamba population wanaunga mkono, ili kufanya kuzuia Marekani sije ikaendelea kuwafukuza mu maeneo ambayo wako ndani. Mjini Kamanyola sasa maandamano ambayo ilikuwa yakiandaliwa siku ya leo hayakufanyika. Population walikataa. Siku ya jana walifanya kikao na watu tofauti, wa motare, wa chauffeur, wa maso, wa enseignant na watu tofauti pale mjini Kamanyola. Wote walikuwa wakiambia ya kwamba waandae watu wao wafanye maandamano siku ya leo. Maandamano hayakufanyika na wakaaji hapo ndio ambao walikataa maandamano hayo. Hiyo ndio ya mkaaji kutoka Kamanyola, msikie jinsi ilikuwa. Nadhani kwamba mmemsikia kabisa. Wasi wa AFC M23 waliomba kuandamana ila hawakufanya hayo siku ya leo. Huenda watafanya kesho au kesho yake kutokana na kutishwa, ambapo wasi wa AFC M23 wanaweza kuambia eti watawaua au na kuwafanyia vitu vingine, ila wakati walikatala hayo. Habari zetu zinaendelea. Tumewaletea habari mingi. Ndani ya maeneo ya Katasoma kulisikika mapigano makali. Ni mashambulizi ambayo yalikuwa yakiendelea kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo. Katasoma ni eneo ambayo inapatikana mo plateau de Kalehe. Mapigano makali yalianza kusikika hapo kuanzia saa 2 asubuhi.
saa 2 asubuhi ndipo kulisikika mashambulizi hapo. Waasi wa AFC M23 walikuwa watake na wazalendo pale, mapigano yakawa makali, ila baada ya saa 4 wakipigana pale, wazalendo walijiondoa hapo, wakufanikiwa kuwafukuza waasi hao wa AFC M23 ndani ya eneo hiyo. Vile vile na maeneo ya Walikale eneo za karibu na Mpeti kuliripotiwa mapigano, na mapigano hayakudumu sana. Baada ya saa moja yaliisha, wazalendo wakarudia nyuma. Uvira sasa, mjini Uvira siku ya leo kulionekana wanajeshi wa AFC M23 wakiwa anteni ya polisi ambao walikuwa wakipita mjini Uvira wakiwa na silaha zao. Kitu ambacho wanapaswa kifahamu, baada ya waasi wa AFC M23 kujiondoa ndani ya mji wa Uvira, hakuna force yoyote ambayo iliyokamata mji wa Uvira. Hakuna, wasiwadanganye, ni wazalendo ni FARDC hawajakamata mji wa Uvira. Wote wangali huko ambapo walielekea wakati mji wa Uvira ulikamatwaka siku ya leo kuanzia 11h. Wanajeshi wa AFC M23 wakiwa anteni de la police nationale congolaise walionekana pale, na wakati walikuwa mjini Uvira hakuna force yoyote sofu wao tu, kitu ambacho kiko ndani ya mji wa Uvira. Mnakumbuka wakati waasi wa AFC M23 walitangazaka kujiondoa mjini Uvira, walisemaka kwamba wanataka kukua force ingine ambayo itaikontrole mji wa Uvira ikiwa aiungi mkono AFC M23 au kuunga mkono FARDC wazalendo. Kile njo kenye kitafanyika mjini Uvira, kutatafutwa force ingine ambayo itakontrole mji wa Uvira. Ndio maana kunaendelea kuonekana force ya wanajeshi wa AFC M23. Habari zetu zinaendelea. Siku ya leo kulianzishwa kesi yake yule General Yavu Irungi Filemo ambaye alikuwa amekamatwa le 19 Septembre 2022. Baada ya kukamatwa kwake alikuwa akikaa gerezani. Leo ndipo kesi yake ilianzishwa mbele ya mahakama kuu ya kijeshi. Kesi yake inaendelea, kama atahukumiwa tutakuja kuambia. Habari ambazo tumewaletea ni mingi ndugu zangu, ni mingi sana tena sana. Ndani ya Nord Kivu wazalendo walitangaza ya kwamba wataimarisha vikwazo vya usalama wakati wa likizo. Harambee ya waliojitolea kwa ulinzi wa nchi VDP inayojulikana kama wazalendo ilitangaza mfululizo wa hatua za usalama za kuzuia zinazolenga kuzuia tishio lolote wakati wa sherehe za Christmas na mwaka mpya. Wakikutana katika baraza la vita huko Msienene katika eneo la Lubero, viongozi wa mstari wa mbele wa Grand Nord Kivu waliwaagiza makamanda wote wa wazalendo kuimarisha mipango ya usalama katika ngazi mbalimbali za mkoa za makao makuu ili kukabiliana na jaribio lolote la kupenya kwa wasi wa AFC M23 na ADF katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa serikali ya Kongo. Kufuatia mkutano huu wa kimkakati, maamuzi kadhaa makubwa yalifanywa. Makubaliano hayo yanawakataza wazalendo kuzunguka wakiwa na silaha nyingi katika mji wa Butembo na Beni pamoja na maeneo yanayowazunguka kati ya saa 12 jioni na saa 12 asubuhi. Harakati zote za silaha za VDP wazalendo ndani ya miji miwili ilipigwa marufuku kabisa katika kipindi hiki cha usiku, na vikosi vya wanajeshi wa Kongo na polisi wa kitaifa wa Kongo pekee ndio walioidhinishwa kufanya doria. Amri kuu ya wazalendo pia inabainisha kwamba hakuna uwepo wa mzalendo kwenye silaha utakaoruhusiwa katika maeneo ya umma, ikiwa ni pamoja na hoteli, baa ama migawa, matuta, mikahawa, maduka makubwa na maduka engine, viwanja vya michezo, hospitali, masoko, makanisa, matamasha na mikusanyiko mingine. Hatimaye mwanachama yoyote wa wazalendo anayekaa hotelini anaamriwa kurudi makao makuu yake kuanzia leo. Tarehe hiyo inasisitiza. Imesainiwa na Colonel Ngabo, naibu msemaji wa harambee wazalendo kwa Kivu Kaskazini kubwa. Taarifa hii inabainisha kuwa hatua hizi zinaanza kutumika kuanzia le 18 siku ya jana hadi le 5 Janvier 2026. Uamuzi huu unalenga kulingana na harambee hiyo kurejesha utulivu
na kuimarisha usimamizi wa usalama katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao ni wazalendo ambao waliimarisha usalama wao wakati wa siku kuu. Tunaendelea na habari zetu. Afrika haijaiacha Kongo na Umoja wa Afrika unatumaini kwamba nchi hii itarejesha amani na utulivu, alisema mwenyekiti wa tume ya Union Africaine wakati wa ziara yake huko Kinshasa. Kwake kama mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika, waziri wa zamani wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Djibouti Mahamoud Ali Yusuf anakaa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika muktadha unaoonyeshwa na kuzorota kwa usalama na hali ya kibinadamu mashariki mwa nchi kufuatia mashambulizi ya uasi wa AFC M23 unaounga mkono na Rwanda dhidi ya vikosi vya serikali. Wakati wa ziara yake, mkuu wa tawi la utendaji wa Umoja wa Afrika alipokelewa Alhamisi Desemba 1 na rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi huko Kinshasa. Maendeleo ya hivi karibuni katika hali ya usalama ardhini yalikuwa kitovu cha majadiliano kati ya viongozi hao wawili. Umoja wa Afrika pia unahusika katika mchakato wa Washington na Doha inayolenga kurejesha amani mashariki mwa Kongo na eneo la Maziwa Makuu. Wakati wa maongezi hayo, watu hao wawili walijadili vita vya uchokozi vya Rwanda dhidi ya Kongo na uwezekano wa Umoja wa Afrika kuunga mkono juhudi zinazofanywa ndani ya mfumo wa mchakato wa amani wa Washington na Doha. Afrika haijaiacha Kongo na Umoja wa Afrika inatumaini kwamba nchi hii itapata tena amani na utulivu, alisema Bwana Mohamed Ali Yusuf. Mkutano huu unakuja huku kukiwa na tangazo la uasi wa AFC M23 unaungwa mkono na Kigali la kujiondoa kwake kutoka mjini Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Hatua hii inapingwa na Kinshasa ambayo inaamini harakati za uasi zinajaribu kuunda njia mbadala ili kupunguza shinikizo la kimataifa, haswa kutoka Marekani kwa utawala wa Kigali unaochukuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa mfadhili wa uasi huu. Harakati hii ya uasi inafuatilia kupata maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko wakati huo ikianzisha utawala sambamba usiotegemea mamlaka ya Kinshasa. Jiji la Uvira linalochukuliwa kuwa la kimkakati katika vyombo vya usalama vya serikali ya Kongo huko Kivu Kusini likuwa limeanguka chini ya udhibiti wa waasi wa M23, hivyo kuimarisha ushawishi na udhibiti wa waasi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Ni ngome muhimu ambayo inaweza kufungua njia kwa M23 inayoungwa mkono na Rwanda kusonga mbele katika maeneo ya Katanga na inayoendelea hata maeneo ya Fizi. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana nikiwaomba kuendelea kusubscribe na kulike habari hizi. Merci.